Mapigano mapya ambayo yamezuka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku mataifa jirani yakijaribu kufufua mchakato wa kutafuta amani. Waasi wa kundi la M23 wamefutilia mbali ahadi ya kujiondoa katika maeneo wanayoyadhibiti na kulituhumu jeshi la Kongo kwa kufanya uchokozi. Josephat Charo na taarifa zaidi. Waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamepambana na waasi wanaoegemea upande wa serikali jana Jumanne, huku nchi za kikanda zikijaribu kuupa msukumo mpya mchakato wa kutafuta amani ambao umekuwa ukisuasua. Kwa mujibu wa wakazi, waasi hao walipambana jana Jumanne na wapiganaji waasi wanaofahamika kama Wazalendo katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Muhindo Tafuteni, mwanaharakati wa shirika la kijamii, amesema huko Kivu Kaskazini makabiliano yalishuhudiwa karibu na fukwe za Ziwa Edward linalopatikana katika mpaka kati ya Kongo na Uganda. Katika mkoa wa Kivu Kusini, wakazi wamesema mapigano yalitokea katika miji kadhaa kaskazini mwa mji mkuu wa jimbo hilo, Bukavu. Wakati hayo yakiarifiwa, polisi mashariki mwa Kongo wamewaua watu wawili jana Jumanne wakati walipowafyatulia risasi waombolezaji waliokuwa katika mazishi ya mwanamuziki aliyeuawa, Telkat Idengo, aliyefahamika kwa kuikosoa serikali na waasi wa M23. Hayo ni kwa mujibu wa watu walioshuhudia. Machafuko yalizuka katika mji wa Beni unaopatikana karibu kilomita 200 kaskazini mwa mji wa Goma na ulio chini ya udhibiti wa serikali baada ya polisi kufyatua risasi dhidi ya umati wa watu waliojawa na ghadhabu. Jean-Pierre Kasma ni mmoja wa waombolezaji waliokuwa katika eneo la mazishi. Kwa wakati huu nahisi ghadhabu, nimekasirika sana. Nimevunjika moyo sana kwa sababu ndugu, rafiki, mtu anayejiita raia wa Kongo, Bwana Corneille Nangaa anakuja. Inasemekana kwa nia kutokomboa, lakini tumeshtuka kumwona akiwasili na kuanza kutuua. Nahisi hasira, nahisi nimevunjwa moyo na yeye kwa sababu kwa mtu ambaye ni raia wa Kongo, inasikitisha na jambo la kujutia kwamba anaweza kuwaua watu mwenyewe. Maelfu ya raia wa Kongo walikuwa wamekusanyika kutoa heshima zao za mwisho kwa Idengo, wakifuatilia jeneza lake lililokuwa na muundo wa gari kupitia barabara za mji alikozaliwa wa Beni. Meya wa mji wa Beni, Jacob Nyofondo Tekodale, amewaambia waandishi habari kwamba Idengo alikuwa amezikwa huku maelfu ya watu wakishuhudia, na akajuta kwamba matukio kadhaa yalijitokeza wakati wa mazishi yake.